Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi kujiepusha kushabikia na kusambaza taarifa ama habari zinazochochea uhasama, hasira na kuvunja umoja wetu wa kitaifa. Naomba Watanzania tungamue mtego wa kuliangamiza taifa letu. Tunapita kwenye kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu ambao wapo nje ya nchi na hawaguswi na chochote juu ya maisha yetu, wanaowashawishi vijana wetu kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu. Tutakaoangamia ni sisi, na tutakaoumia kweli ni sisi wenyewe. Yaliyotokea tarehe 29 na siku kadhaa zilizofuata, tulioumia ni sisi wa Tanzania. Wanaoandika habari za uchochezi kupitia mitandao, kupitia kwenye vyombo vya habari, hawako Tanzania, wanakunywa zao juice, wanakula kuku, wanalala vizuri, nchi zao zimetulia, madai yao yanapelekwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria na yanafanyiwa kazi na serikali. Lakini sisi huku tunaandikiwa maudhui kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari ya kufanya madai kwa vurugu na kuharibu nchi. Natamani Watanzania wawe wanauliza, nyinyi wenzetu huko mkiwa mna madai, mnachoma vituo vya mafuta, mnaharibu miundombinu. Leo wananchi wa Kimara hawana mabasi ya kwenda katikati ya mji. Mnaiba biashara za watu. Leo watu wamefilisika, watu wamejitafuta, wameokota mitaji yao. Mnafanya hivyo. Ni vizuri mjue, ndugu zangu wa Tanzania, tupo kwenye kipindi ambacho kwa Kiingereza kinaitwa information warfare, vita ya taarifa. Wasiotutakia heri wanatumia mwanya wa upashanaji wa taarifa kutugombanisha, kutuchonganisha na kutufitinisha, ili tukiharibikiwa waweze kupata maslahi yao, kwa sehemu kubwa maslahi ya kisiasa na maslahi ya kiuchumi, na huko mbele nitaeleza. Wanatumia mkakati unaitwa the weaponization of narrative. The weaponization of narrative. Wanatumia silaha ya kutengeneza simulizi mbaya kuhusu Tanzania, simulizi mbaya inayoonyesha nchi yetu ni ya hatari. Wanatumia mbinu ya kutengeneza simulizi mbaya ya Tanzania kwamba ni nchi isiyokuwa salama na isiyofaa. Wanataka wageni, wakiwemo wawekezaji, wafanyabiashara, watalii na watu wengine wanaokuja kwa maslahi ya Tanzania, waogope kuja Tanzania ili tufe njaa. Na naposema haya, situngi maneno. Sisi wote tunatumia mitandao ya kijamii, tunasikiliza vyombo vya habari, vikiwepo vya majirani zetu. Wote mtakuwa mmeona kampeni za mtandaoni. Walianza kuhamasisha haki, haki, haki. Sasa kwa sababu wamefikia hatua tuliofikia leo, wameanza kubadilisha mwelekeo. Sasa wanakwenda kwenye lengo walilokuwa wanalitaka. Wanahamasisha tuende tukaharibu njia zetu za uchumi. Wanawatisha watalii. Wameanzisha kabisa na vikampeni kwenye mtandao, watalii wasije Tanzania. Labda niwaulize waandishi wa habari, hivi watalii wasipokuja Tanzania, wale madereva wa taxi waliopo kwenye miji, kwenye maeneo mbalimbali ambao wanasafirisha watalii, watamsafirisha nani? Watamsafirisha Mwajuma kutoka Buza kwenda Tandale? Wale mamantilia wanauza vyakula watamuuzia nani? Wale wanaouza vinyago watamuuzia nani? Wanaofanya biashara mbalimbali za madini, mazao ya chakula watamuuzia nani? Wazazi wetu wote ni wakulima. Mazao yao wakishavuna watapeleka wapi? Vita ya uchumi. Baadhi ya mbinu hasi wanazotumia ni kutengeneza maudhui ya uongo na kusambaza mtandaoni, ili mradi tu watu wapate hasira. Jana nilikuwa naona eti wanachapisha nukuu ya mimi, nukuu ya uongo. Eti nimesema watakao nukuu, watakao chapisha, watakao sambaza taarifa ya chombo fulani
watakamatwa, watawekewa uhaini. Mimi nimesema wapi? Wanadhani watanitisha nisiseme kuhusu Tanzania? Labda Mheshimiwa Rais aniondoe hapa. Nitasema yote yanayohusu hii nchi na nitawaambia Watanzania ukweli kuhusu nchi yao. Hafu wakishatengeneza hako ka kibango chao, wameshakusanyana makundi kule, wanaanza kucomment pale matusi kushambulia. So what? Tangu mmeniona waandishi wa habari nimekonda? Nimepungua? Wamekuja wametengeneza nukuu nyingine. Eti Mheshimiwa Rais amesema mwandishi wa habari wa chombo fulani hicho, sitaki hata kukitaja, ashtakiwe kwa uhaini. Rais kasema wapi? Ni lini Mheshimiwa Rais Samia kamzungumzia mwandishi wa habari au chombo cha habari chochote? Ili mradi tu wamekusanyana huko. Na mimi nataka niwaambieni ndugu zangu wa Tanzania, hasa vijana wangu, wakati mwingine kwenye haya mitandao mnaweza mkaingia mkadhani kuna kundi kubwa la watu, kumbe watu wajanja 10-20 wamekusanyana mahali, kila mmoja ana akaunti za mitandao 200-300, wanalipwa hapo, kazi yao tu ni kupambisha, kuchochea, kutia fitina, kufanyeje. Hii ni nchi yetu wa Tanzania, ni muhimu tuilinde kwa wivu mkubwa. Naomba wa Tanzania tukatae kuruhusu mambo haya. Mheshimiwa Rais ameshasema serikali ipo tayari kusikiliza wote wenye madukuduku, wenye ushauri na wenye maswali. Yote yatapokelewa na yatafanyiwa kazi. Hakuna sababu ya kuharibu nchi yetu. Hakuna sababu. Hata mtoto nyumbani ukipishana lugha na baba, au watoto mkipishana lugha na baba, mnakwenda kutafuta moto, mnachoma nyumba ili mkakae wapi? Mkishachoma nyumba mnakwenda kukaa wapi? Mnakwenda kuchoma shamba la mahindi ili mle mawe, ili mle upepo? Mnakwenda kuchoma baisikeli na mpeleka mtoto shule ili aende kwa miguu? Natamani wa Tanzania mtambue kuwa malengo ya watu hawa kutengeneza chokochoko kupitia vyombo vya habari, kufanya uchochezi mitandaoni, kutia hasira watu, lengo ni kuharibu nchi yetu Tanzania. Wanataka kuangusha uchumi wa Tanzania, wanataka kuharibu biashara zetu, wanataka kupunguza watalii ili tukose fedha, na kibaya zaidi ni kutaka Tanzania iadhirike ili washindani wetu wa kibiashara wanufaike. Ni muhimu kutambua hii ni vita ya uchumi kama nilivyosema. Huko kwenye habari, kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ni njia ya kupita tu, lakini walikokuwa wanataka kufika ndio huku wanako kusema sasa, kwamba tukishavurugana, tumeshatiana hasira na joto limepanda, sasa tuanze kuharibu uchumi, tuanze upya. Tukiruhusu mtego huu utatuathiri sisi wote wa Tanzania. Naomba kurudia kama nilivyosema awali, matukio yale yaliyotokea siku chache na katika miji michache ya nchi yetu, kwa sasa hali ni shwari na Watanzania wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha watu na mali zao wanabakia kuwa salama na matishio yote ya kiusalama yanakabiliwa ipasavyo. Shughuli zetu za kiuchumi zinaendelea vizuri, na Tanzania kwa hivi sasa ni moja ya nchi chache ambazo zinakwenda kupiga hatua kubwa za kiuchumi kupitia miradi mikubwa na ya kimkakati inayoendelea, na mingine imeanza kukamilika na kutoa huduma. Wengi hawaamini kwamba Watanzania, wale Watanzania waliokuwa wanaonekana hoe hahe, leo wanaweza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa SGR. Sio